Yako kwamba wewe ni mganga wa Yanga na leo Yanga ameshinda goli 5, lakini pia tunaelekea kwenye mchezo wa dabi. Ukitazama Simba pia imetoka sare ya bila. Unaonaje mchezo ambao unakuja siku ya tarehe moja? Mechi kwanza nikianza mechi ya leo imenunuliwa kwa sababu ukiangalia JKT namna ambavyo mechi 5 za mwisho ambazo wamecheza Yanga hajawahi kushinda zaidi ya magoli 3. Leo inawezekanaje ya Yanga ishinde goli 5? Unaona kabisa kuelekea mechi ya dabi Yanga wamenunua mechi. Lakini ukiangalia pia performance ya leo Simba wamecheza mpira ambao ni wa kawaida. Face half ya mwanzo wamecheza mpira mzuri, lakini baada ya dakika 50 za kipindi cha pili wameonyesha kiwango kibovu, mashambulizi hakuna na wamecheza mpira wa kawaida. Kuelekea mechi ya tarehe moja naona Simba kishinda kwa sababu kuna namna ambavyo kuna muunganiko wa timu. Unajua Simba anakupa mechi moja mbovu, mechi nyingine nzuri. Ukiangalia mechi iliyopita ambayo Simba ameshinda takriban goli 2 kama sio 3, ameonyesha kiwango kizuri, kila mtu amefurahi. Lakini mechi iliyopita kabisa Simba aliweza kufanya vibaya. Kwa hiyo nadhani mechi ya Simba itakuwa ni mechi ya Simba na Yanga itakuwa ni mechi nzuri na ambayo tutakaamua kwamba Simba ndio timu kubwa barani Afrika. Wengi wanaamini kwamba kwenye kipindi cha Ramadhani na pia tuko kwenye Kwaresma kwamba hizi nguvu za uganga kama walivyosema ni mganga huwa hazifanyi kazi. Kwa upande wako wewe kama timu yako na ya ufundi kwa upande wa Yanga mmejiandaje na issue au ikoje kwa upande wako? Uchawi ndugu zangu hauna msimu, uchawi hauna muda, uchawi ni muda wote upo. Na nikwambie kitu kimoja ndugu mwandishi, tangu nianze process za kusema kwamba Okello nimemroga na hawezi kufunga goli hata moja, kila mtu amekuwa ni shahidi. Okello hajafunga mpaka sasa hivi tunavyoongea mimi na wewe, Okello hajapata nafasi ya kufunga goli hata moja. Hii inaashiria kwamba uchawi na uganga upo na wala haupengiki, na mimi nakuhakikishia ndugu yangu Okello ataondoka ligi kuu bila kufunga goli hata hilo. Na mechi ya Simba dhidi ya Yanga wallahi wa billahi nakuhakikishia Yanga lazima afunge goli hizo. Mimi ni mganga wa Yanga na kama kuna shabiki yoyote wa Yanga ambaye atakuja kuthibitisha kwamba mimi sijawahi kuwa mganga wa Yanga, atoke hadharani aseme bwana mganga wa Yanga hujawahi kuwa mganga wetu, atoke yoyote, hata kiongozi yoyote atoke hadharani aseme au athibitishe kwamba wewe sio mganga wa Yanga, hujawahi kuwa mganga wa Yanga, hadharani atoke, kama ambavyo mimi nilivyotoka hadharani nikasema mimi ni mganga wa Yanga. Sasa na yoyote atoke hadharani aseme kwamba wewe sio mganga wa Yanga. Wewe ni mganga wa Yanga, lakini kwa nini hauipi nafasi ya timu yako kushinda? Nini kimetokea mpaka inatokea unaiua kabisa? Takriban shilingi milioni 40 ambazo nilizotangaza na wadai mpaka sasa hivi hawajanilipa. Kwa hiyo kitu pekee ambacho mimi nilichokisema nikasema kwamba sitakuja ni kuiongelea mazuri yoyote Yanga. Hata itokee Yanga ameshinda goli 10, mimi lazima nitaikashifu ule ushindi ambao wao wameupata. Milioni 40 zilikuwa ni haki zangu, wao wamepata ubingwa takriban mara 4 mfululizo. Jitihada na nguvu nilizoziwekeza zilikuwa ni kubwa, wao watakuwa nilipe shilingi milioni 40 kwa sababu zilikuwa ni haki zangu. Kwenye swala la performance tunamwona Pacome kama performance yake imeshuka kidogo. Je, unahusika kwenye hili? Nilizungumza kawazi nikasema kabisa katika wachezaji ambao walikuwa wanaonyesha ni machachari, mchezaji yoyote machachari Yanga lazima nahakikisha nampa majeraha. Tumeona kwa Climate Mzize tumeweza kumpa majeraha, lakini pia tumekuja kuona kwa Pacome tumeweza kumpa majeraha. Na hii next anakuja Alan Okello ana haja kumpa majeraha kwa sababu Alan Okello yeye uwezo wake ni wa kawaida, nimeshamshusha. Uchawi ndio mshindilia. Ndugu mwandishi navyoongea mimi na wewe, kuna jini anaitwa Okorochi. Yule jini nimemtoa Sumbawanga hapa Tanzania ndio mkoa ambao unaongoza kwa uchawi. Yaani unajua Sumbawanga ndio mkoa ambao unaongoza kwa uchawi, ndio Okorochi nimemtoa Sumbawanga. Imagine jini anatoka Sumbawanga anakuja mpaka Dar es Salaam kuhakikisha Alan Okello afunge goli. Alafu mimi nimfanye majeraha nini? Yeye ninafanya kwa mchezaji mbovu, wao Yanga wapate hasara, wametumia zaidi ya milioni 700 kumsajili. Mimi nasema kwamba namtumia jini Okorochi, Yanga ashinde. Kama wameweza kupata milioni 700 ya kumsajili, wanakosaje ile ya milioni 40 kukulipa wewe ili aweze kukaa sawa? Unajua pale Yanga kuna viongozi ambao hawanikubali. Engineer nimpende kumpongeza kwa sababu kuna kipindi engineer mwenyewe anataka kutoa hela zake mfukoni, akaniambia bwana Sheshatu na mganga wangu umefanya kazi nzuri, ulitusaidia, nataka tukulipe shilingi milioni 40. Mimi mwenyewe binafsi nakupa mfukoni mwangu. Nikamwambia hapana, mimi nataka kama klabu ndo nilipe shilingi milioni 40 na sio hela zako wewe. Engineer ni mtu safi, ana shida na noma yoyote, Mungu ampe maisha marefu. Lakini kuna baadhi ya watu hapo pembeni ndio wanata fitna, na milioni 40 ambazo mimi nawadai Yanga na kuhakikishia ndugu mwandishi watazitoa hata kwa kushuka daraja. Mimi niko tayari nishushe daraja Yanga msimu unaofuata. Kufeli kwa Yanga kwenye michuano ya kimataifa umehusika kwa njia moja ama nyingine? Sasa imagine mtu kama Okello unamsajili kwa hela nyingi, afu mimi namshindilia jini kama Okorochi afungi, akipiga mpira unapaa juu, nadhani itakuwaje? Lazima tu nihusike namna moja ama nyingine. Na sio hivyo tu, wachezaji wote wazuri, kuna nafasi kubwa ya Pacome asicheze dabi, na hii inaashiria kwamba kama Pacome asipocheza dabi lazima asurubiwe, na lazima Yanga asurubiwe goli hizo 2 mpaka 3. Wallahi nakwambia. Bwana, shukrani sana. Hii ni Dex Media na endelea kutusikiliza, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja la Dex Media. Shukrani.